na somo la maandiko leo na darasa leo limemega kidogo ujumbe wangu. Ujumbe wangu unatoka Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 25. Natamani nitumie nifundishe 11:25. Inasema hivi. Injili ya Yohana sura 11 mstari wa 25. Haya ni maneno ya Yesu. Anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Tuombe. Baba Mungu wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa sababu umenipa kulinena neno lako. Nitie nguvu niseme neno lako kwa dakika hizi na lieleweke kwa watu wako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama ambavyo nilizungumza kwenye matangazo, mliona kwenye matangazo ya Facebook, WhatsApp, kwenye grupu la kanisa, ujumbe wa leo unasema nguvu ya Yesu juu ya mauti. Weka kwenye mabano vitu vinavyokufa. Nguvu ya Yesu juu ya mauti au vitu vinavyokufa. Natamani baada ya ujumbe huu niwaombee baadhi ya watu ambao kuna roho ya mauti inatenda kazi kwao au kwa vitu vyao. Yaani una vitu vinakufa. Iwe ni uchumi, iwe ndoto zako unaona zinakufa. Vile ulivyovianzisha vienzi vina dalili ya umauti. Iko nguvu ya Yesu juu ya mauti. Mauti inayetaka kuua kitu chako chochote. Iko nguvu ya nani? Nguvu ya Yesu. Nitakuombea pamoja na wachungaji muda huu, ili hivyo vilivyokufa vinyanyuke na vinavyokufa visife katika jina la Yesu. Upekee wa kitabu hiki cha Injili ya Yohana nilichokisoma, tofauti na vitabu vingine vya Injili vile vitatu au vingine katika Agano Jipya au Agano la Kale, kitabu hiki kina upekee katika maeneo matano. Eneo la kwanza kinamtaja Yesu kama Mungu. Hiki kitabu ndio pekee kinachoongoza kumtaja Yesu kama Mungu. Na kinamtaja Mungu aliyekuwepo tangu mwanzo. Anaposema hapo mwanzo kulikuweko neno, anataka kuonyesha Yesu akuzaliwa kwa Mariamu alikuwepo tangu mwanzo, from beginning. Lakini kinamtaja Yesu kama aliyechukua mwili tu akaja kwetu duniani. Anasema akatoa mwili akaja kwetu. Hizi ni pointi za muhimu sana ambazo madini mengine yanayemchukulia Yesu poa yaelewi. Yesu alikuwepo tangu mwanzo, na tuna uhakika mkubwa wa kauli zake mwenyewe na wa kimaandiko kutoka Agano la Kale kwamba Yesu alikuwepo tangu mwanzo. Uhakika mkubwa sana. Akachukua mwili akaja kwetu. Kitabu hiki kinamtaja hivyo kwamba alichukua tu mwili akaja kwetu, lakini sio pale kwenye holi la ng'ombe ndio ulikuwa mwanzo wa kuzaliwa kwa Yesu. Kwa Yesu huwezi kummix na mtu yoyote duniani, awe mfalme, awe nabii, awe kuhani, awe mwanadamu yoyote maarufu duniani, huwezi kumchanganya na Yesu. Yesu ni wa pekee kabisa. Wengine wao wanasema, mkisema Yesu ni wa pekee, wanasema je, Melkizedeki hawaelewi. Yesu analibeba jina la Melkizedeki. Ndio pekee, hana baba, hana mama. Hana Mariamu, alipita tu kwake. Jamani, amina. Yule Melkizedeki alikuwa na jina tu kama kina Joshua. Maana Joshua ni mwokozi, lakini Joshua sio mwokozi. Jamani, amina.
Lakini upekee wa pili, hiki kitabu kimeorodhesha utambulisho wa Yesu. Anajitambulisha kwamba mimi ndimi mara 7. Yesu anajitambulisha kwenye kitabu. Huu ni upekee. Wengine wanasema yale tunayemsifia Yesu akusema hivyo. Tena wanaochukua maandiko wiki, maandiko dhaifu ya kwamba wala Yesu akusema hivyo. Wanachukua maandiko kama, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu. Hawasielewi ile ilikuwa ni fumbo tu, kwamba kama mimi unaniita mwema, maana yake uelewe mimi ni nani? Ni Mungu. Hayo ndio wanachukua. Lakini utambulisho wa Yesu ambaye yeye mwenyewe amejitambulisha baada ya kuona watu hawamuelewi, wanauacha. Kwa hiyo kuna mimi ndimi 7 kwenye kitabu hiki. Mimi ndimi ya kwanza anasema mimi ndimi anasema mimi ndimi chakula. Na hii amerudia kwenye sura ya 6 mstari wa 35. Injili ya Yohana 6:35, 48 na 51 anajitambulisha kwamba yeye ni chakula. Akizungumza hivi anaelewa umuhimu wa chakula. Sio, unajua umuhimu wa chakula? Wazungu wanasema kizungu chakula kiko kwenye grupu, kwenye kundi wanaita basic needs. Mahitaji muhimu ya nini? Ya mwanadamu, chakula. Sasa Yesu anajitaja kwamba mimi ni chakula. Na akiwakumbusha kwamba wakati wa Musa Mungu aliwapa amana, lakini mimi ni zaidi ya amana. Mimi ni chakula. Mtu akinipata mimi ni kama amepata food, chakula. Hiyo sura 6:35, 48 na 51. Sura hiyo mstari 35, mstari 48 na 51. Lakini Yesu hajatosha, amejitaja kwamba mimi ndimi nuru. Kwenye hiyo sura ya 8 mstari wa 12, mnaelewa jinsi ambavyo mwanga ni kitu cha muhimu sana. Cha muhimu sana kutoka kwenye historia. Wakati dunia ikiwa giza, wakati Roho wa Bwana amekaa juu ya uso wa maji, dunia iko giza, haina umbile, formless. Giza liko nene. Hakuna kilichotakiwa kianze kuumbwa. Kilichotakiwa kianze kwanza ni nuru. Si ndio? Si ndio wateule? Mungu alistart na nuru, alisema iwe nuru. Yaani aliona chochote kile nitakachokifanya hakitakuwa na maana kama kuna nini? Kuna giza. Mungu akasema iwe nuru. Baada ya nuru ndio vitu vingine hivi vikatekelezeka. Wahehe wananeno, wanamsemo mmoja anasema kutitu kugawanya manono. Yaani kweusi, hakuna nyama tamu gizani. Nyama tamu huwa unalia mwangani. Kwa hiyo Yesu anaposema mimi ni nuru, anaelewa. Anaongea kitu sensitive. Na ndio maana mnaona hata sasa tunazo harakati za kupata mwanga usiku kutoka bwawa la Nyerere. Na watu wanalalamika kama kuna watu wanatukana matusi TANESCO. Na sasa hivi wamekomaa, hatu tukane hawasikii. Kwa nini? Watu hawapendi giza. Ile ya kusema umeme umekata inauzi sana. Ndio maana ukirudi Watanzania wana neno lao. Hata mimi nikisema 1 2 3, umeme ukirudi mnasemaje? Hebu sema 1 2 3. Sasa Yesu ni huo. Anasema mimi ndimi nuru. Tena sio nuru ya kitongoji. Nuru ya nini? Ya ulimwengu. Mtu anayenifuata mimi hata jikwaa. Yesu anajitambulisha hivyo. Kwa hiyo tunapokuwa na Yesu, giza linaondoka, giza lolote lile. Na hapa anazungumzia giza la kiroho. Lakini 3, Yesu anajitambuka yeye ni mlango. Kitabu cha sura 10 mstari wa 7 na 9. Ndio tuko Injili ya Yohana. Kwa hiyo nataja sura tu, haitaki niseme tena Yohana kwa sababu ni Yohana hiyo. 10 mstari wa 7 na 9 anajitamka kwamba yeye ni nini? Yeye ni mlango. Anapojitaja kwamba yeye ni mlango, ni mlango, Yesu hapa haongelei nafasi iliyo wazi. Hapa anaongelea top. Haongelei flame. Anaongelea nini? Top. Kizibo. Anaongelea nini? Kitu cha kuziba mahali palipo wazi ili hatari isiingie wao ndani. Hii ndio maana ya hapa Yesu kusema mimi ndimi mlango. Sasa zamani za Biblia tofauti na zamani zetu.
Zamani zetu sisi, ukiwaingiza wanyama kwenye zizi unaweka mlango, si ndio? Kama ni miti, mahali pa kupanga miti, unapanga miti. Kuna mahali fulani wale wagogo na wenzangu waliokaa mikoani wanajua namna ya kufunga mlango wa mnyama. Wengine kama ni zizi la miba iliyozunguka miba, unaweza kuwa na tawi moja la miba mkubwa, baada ya kuingiza unalileta lile tawi, unafunga mlangoni, na milango mingine na milango. Lakini Yesu aliposema mimi ni mlango, zamani za kibiblia hawakuwa wanafanya hivyo. Ilikuwa wanyama ukisha waingiza ndani kwenye zizi, wewe ndiye unakuwa nini? Mlango. Yaani pale mlangoni unakaa wewe na malungu yako. Kwa hiyo labda mtu akwee kwingine, hawezi kupita mlangoni, kwa sababu mlangoni yupo mtu ambaye amekuwa mlango. Wewe ndio unafunga pale mshoni, unakaa hapo. Kwa hiyo Yesu maana yake ni usalama wetu. Sisi tuko ndani, yeye amekaa mlangoni. Kila anayetaka kupita kwenda kuvamia wanyama anakutana na yeye mlangoni. Ndio maana anapojiita yeye mlango hapo. Naomba muelewe hivyo, tofauti na milango mingine. Yesu anapojiita mlango ana maana hiyo. Lakini hiyo ni tatu hiyo. Si mimi ndini ya tatu, si ndio? Yaani anajiita mimi ndini mchungaji mwema. Sura ya 10 mstari 11 na 14 anasema mchungaji, na sio mchungaji tu, mchungaji mwema anayetoa uhai kwa ajili ya kondoo wake. Ya 5 anajiita mimi ndimi ufufuo na uzima. 11:25 mstari tuliousoma. Ya 6 anajiita mimi ndimi njia na kweli na uzima. Sura ya 14 mstari wa 6. 14 mstari wa 6. Ya 7 anajiita yeye ndiye mzabibu mwema. Katika sura ya 15 mstari wa 1. Haya yako kwenye kitabu hiki, ni upekee. Yesu anajitambulisha mara 7 kwamba hamjakosea, mimi ndimi. Na mimi nakuambia wewe unayemfuata Yesu, hujakosea, yeye ndiye. Lakini upekee mwingine wa kitabu hiki kimeorodhesha miujiza, ama wanatheology wanasema ishara 7 ambazo hakuna mtu angetenda ishara hizi kama sio Mungu, na zinazogusa kila mahali katika maisha ya mwanadamu. Ziko kwenye kitabu hiki. Ishara ya kwanza kwenye sura ya 2, Yesu anabadilisha maji kuwa divai kwenye harusi ya Kana. Kitabu kipo hapo, ukitaka hizi ishara 7 nimeziandika na ufafanuzi wake. Anabadilisha maji kuwa divai. Anathibitisha ndoa, ya kwamba katika maisha ya ndoa yeye yumo. Naomba Mungu abadilishe maji kuwa divai kwenye ndoa yako, ili aondoe aibu kwenye maisha yako. Hii ni sura ya 2. Lakini sura ya 4 mstari wa 46 kuna ishara ya pili. Yesu anamponya mgonjwa, mtoto wa kijana wa diwani wa kiongozi, na sio kumponya tu hapa. Akiwa mbali, mtu anaumwa iko maili nyingi, anapeleka taarifa kwa Yesu. Baada ya kupata habari ya kwamba kule Kana Yesu alibadilisha maji kuwa divai, habari zake zimeenea. Mtu anakuja anasema naenda kamponya mgonjwa wangu, anasema rudi nyumbani utakuta mgonjwa wako amepona. Nguvu za Yesu juu ya umbali. Hakuna mtu angeweza kufanya hivi. Hakuna dawa inaweza kuponya mtu akiwa mbali, ila Yesu anaweza. Tukimwagiza hapa hata mkoani kwako kwa mgonjwa aliye mbali, ukiwa hapa, nguvu zake hazizuiwi na mipaka ya kijiografia, na hazihitaji passport ili zivuke mipaka, zivuke boda kwenda kufanya kitu kwenye nchi nyingine. Pe Yesu makofi ya heshima kama namtambulisha vilivyo. Lakini ishara nyingine ya ngapi? Ya tatu, si ndio? Iko kwenye sura ya 5. Yesu anamponya mtu ambaye alikuwa mgonjwa miaka 38. Ananuka, hawezi, amepoza, watu wote wamemwacha. Yesu anaenda mahali hapa, anamuuliza unataka kuwa mzima? Anasema mimi sina mtu wa kunitia birikani maji anapotibuliwa. Akasema kama una mtu, mimi nipo hapa zaidi ya mtu. Yesu anatamka maneno tu, anamwambia jitwike godoro lako uende. Yule mgonjwa ananyanyuka muda ule ule, anakuwa mzima miaka 38 kwenye sura ya 5. Hiyo ni ishara ya 3. Si ndio watu wa Mungu? Ishara ya 4 iko kwenye
wa 9, sura 6 mstari wa 9. Yesu anabariki vichache, mikate 2 na samaki 5. Alafu wanakula watu zaidi ya 5,000, mikate 2 na samaki 5. Alafu masazo yanabaki vikapu 12. Huyu ni Yesu anayetukibarikia kidogo chetu. Bila shaka watu wa Mungu, mpaka sasa mko mwezi wa 6. Ukiangalia kidogo kile unachokipata, unajishangaa nimefikeje mpaka hapa. Watoto wamesomaje? Nimenunuaje na hizi sare? Wakati unajua mimi nawashangaa, nyinyi hamuelewi tu. Mwambie jirani yako unashangaza kweli. Unashangaa kama mama kale kamevaa sare na yule amevaa sare. Unajua hela ameokota wapi huyu? Hali yake sio nzuri. Yuko Bwana anayetusaidia. Panapotakiwa viatu vya mchuchumio tunapiga vya mchuchumio. Panapohitaji kwenda saluni tunapiga saluni. Ukitokezea kama mfanyakazi wa Ikulu, kumbe yupo my provider anaitwa Yesu. Nilikuwa kule nyumbani, ninapita sehemu moja, kuna watu wamekata uwanja mahali pakubwa sana. Sasa kijana mmoja ambaye ndio dalali aliniuziaga lile eneo mwanzoni, amenikuta na nikakuta gari moja limesimama. Akanichukua akasema pale kwako nimekata viwanja, nikasema sijajua. Akasema tunaenda nyumbani twende. Tunaenda na kuta viwanja vimekatwa mwanzo mwisho. Wale wateja wanakuja pale wanaambiwa huyu ndiye anayemiliki Glova hapa. Wananiona bonge la milionea, kumbe sio milionea, ni milio Yesu. Yaani wananiangalia hivi, wananipigia hesabu milioni 3, 4, 5 hazipigi tena. Kumbe laki 5 iko. Niko na Yesu, anakibariki kichache kinakuwa kingi. Kuna mtu nikisema hajui, Bwana mbariki mikate 2 na samaki 5, baada yupo mpaka leo. Cha kwako mteule ni kikubwa kuliko cha utabange, maana kina na utitu ndani yake. Wale wanasema kina manyongeza ndani yake. Kipaka tu mafuta kwa kawaida, wanakushangaa unatumia mafuta gani, kumbe ndizo hizi lotion za kawaida tu. Ukinunua kanguo kalume pale, ukakapiga pasi, wanakuona bonge la mjanja. Umepiga ngosi, umechukua Dubai, kumbe hamna. Dubai yako ni Manzese. Dubai yako ni wale pale mnaenda Machinga Complex. Huyu Bwana yuko Yesu Kristo. Mikate 2 na samaki 5. Wanafunzi wanasema hivi ni vidogo sana. Nataka nikwambie hicho unachokifanya sio kidogo. Kikichanganya na Yesu ni kikubwa. Yesu ni mwana. Kuna neno moja nimelisumbuka kuongea sana. Hebu nijitahidi sasa, kama nikikosea nisaidie. Multiplication. Yesu ni mwana multiplication. Unaelewa maana yake? Hiyo multiplication unajua maana yake? Ni nini? Mseme kwa nguvu wala. Zidisha. Unajua kuzidisha ina nguvu kuliko kujumlisha. Kuzidisha ina nguvu kuliko nini? Kujumlisha. Maana yake 2000 jumlisha 2000 ni 4000. 2000 mara 2000. Yesu sio mwana kujumlisha, ni mwana kuzidisha. Ishara nyingine. Yanga itakuwa ya 5, sura 6 mstari wa 16 hadi 21. Yesu anatembea juu ya maji. Tunasema nguvu za Yesu juu ya uwezo wa asili, natural power. Anavunja kanuni za kisayansi. Na hii ni miongoni mwa vitu vinasumbua sana, kwa sababu sayansi inachokisema hawa inataka awe Mungu. Sayansi ikisema uzai inataka wote msema amen. Maana sayansi ina logic. Kwa nini huyu azai? Ina logic. Kwa nini huyu anatakiwa kuwa taira? Ina logic. Huyu anatakiwa taira, akuwa taira kwa sababu 1, 2, 3. Kwa nini huyu hawezi kufanya vizuri shuleni? Sayansi ina logic. Hawezi kufanya vizuri kwa sababu 1, 2, 3. Kwenye ubongo wake kuna shida hii na hii. Nataka nikuambie Yesu mvunja sayansi yuko hapa. Haya ambayo sayansi inayasema yenyewe inaharibu. Inasema mtu akikoma katika siku zake hawezi kupata mtoto. Nataka nikwambie sayansi hiyo Yesu anaweza kuivunja, ukashangaa mtoto wake na siku zimekoma. Inasema sijui huyu ana matatizo haya na haya. Sayansi inasema hivyo, sio Yesu anavyosema. Inasema hivi
hii kansa lazima ikue. Sayansi inaweza kubadilisha kifo kilichonenwa na madaktari, badala ya kifo ukaja uzima. Wewe endelea kuishi. Mimi ndio maana nimekataa hapa, na kama mpo hapa niwaeleze kabisa. Hii sio madhabahu ya kutangazia madawa. I'm telling you my friend, hii sio madhabahu ya kutangazia madawa. Hii ni madhabahu ya kutangaza Yesu. Niache nimchukue Yesu kwenye makopo, nimgawe kwa mmoja mmoja. Hayo madawa mkatangazie huko. Hapa no, hakuna hapa. Hapa namtangaza Yesu mzima mzima. Namtangaza Yesu mzima mzima. Namtangaza Yesu mzima mzima. Namtangaza Yesu mzima mzima. Yakishindwa makopo yako, liko kopo moja lisilo expire ambalo halizingatii dozi, ni mara moja tu imetoka. Kopo hilo linaitwa Jesus Christ. Navunja kanuni za sayansi. Kwa hiyo naomba nikwambie, ukiona sayansi inasema kitu fulani inakuumiza, kimbilia kwa mvunja sayansi. Yeye alitembea juu ya maji bila boti. Wayahudi wanafunzi wanalia hii tufuile kama wanyashusanga kwa mla sasa tufuile nyampa, lakini Yesu anamuona anakuja anatembea juu ya vurugu. Hiyo unaiona wewe ni vurugu, kwa kamanda Yesu ni barabara. Twende anga. Nini? Ya sita. Kumponya kipofu kutoka kuzaliwa, sura ya 9. Anamponya kipofu. Usiache neno kutoka kuzaliwa. Ni la muhimu sana. Kitu chochote ambacho mtu anazaliwa nacho huwa kinakuwa kigumu sana hata madaktari kukishughulikia. Wakisema alizaliwa nacho, basi anakuwa kama pacha wako. Sio kwa Yesu. Hata yale matatizo ambayo ni ya ukoo wako, ndio mlivyo. Babu na mababu walikuwa hivyo. Lakini Yesu ana uwezo wa kutenda muujiza kwa vitu ambavyo hiyo tutaleta nguvu ya Yesu ya kutokujiweza. Juu ya kitu ambacho kimeshindikana, ni kama ulizaliwa nacho. Na muujiza wa mwisho au ishara ya mwisho sura ya 11, anamfufua mfu. Anamfufua Lazaro aliyokufa siku 4. Na hiyo hapo nitarudi baadaye. Nilikuwa nazungumzia upekee sasa wa 3, si ndio? Upekee wa kwanza kinamtaja uungu wake, upekee wa pili kimeorodhesha mimi ndimi 7, upekee wa 3 kimeorodhesha ishara ngapi? 7. Nimekutajia upekee wa 4. Kitabu hiki kina mikazo 8. Mkazo wa kusisitiza uungu, mkazo wa kusisitiza neno amini, amini. Mkazo wa kusisitiza kuhusu uzima wa milele, mkazo kuhusu kukutana na Yesu ana kwa ana. Yaani ni sehemu pekee panazungumza akakutana na Yesu ana kwa ana, akakutana na Yesu, ikimaanisha kukutana na Yesu ni kwa muhimu kuliko kukutana na kiongozi wako wa dini. Kuna wale wengine mmekuja hapa mmekutana na dhehebu, mmekutana na kwaya, mmekutana na mchungaji, mmekutana na mama mchungaji, lakini ni muhimu sana kukutana na nani? Yesu. Kinakutaka mkazo wa namna hiyo. Lakini mkazo mwingine kuhusu huduma ya Roho Mtakatifu, mkazo kuhusu kweli, mkazo kuhusu namba 7. Yaani 7 ziko nyingi sana kwenye kitabu hiki. Mkazo kuhusu namba 7, mkazo kuhusu maneno maalum. Kuna maneno maalum kama maneno kama nuru, maneno kama mwili, maneno kama upendo, ushuhuda na kadhalika. Hivi na vizungumza haraka tu kwamba upekee wa kitabu hiki kina vitu vimekaziwa sana, vinarudiwa. Lakini upekee wa 5, kitabu hiki kina hotuba 7 ambazo Yesu amezitoa. Hotuba yake juu ya Nikodemo, hotuba juu ya Msamaria, hotuba juu ya kuelezea wanawake. Fikiri utavikuta kwenye mtandao, kwa usihangaike kuandika. Hotuba kuhusu mkate wa uzima, hotuba kuhusu Roho mtu wa uzima aliposema niaminie mimi kama maandiko yasemavyo, hotuba kuhusu nuru ya ulimwengu, hotuba kuhusu mchungaji mwema. Kuna hotuba 7 kwenye kitabu hiki. Jamani, amina. Sasa ujumbe wangu nimeupa kichwa kinachosema nguvu ya nini? Ya Yesu juu ya mauti. Ngoja sasa eneo lingine la pili, baada ya kueleza upekee wa kitabu hiki, nieleze nguvu ya mauti
mauti na utendaji wake jinsi ulivyo. Uelewe. Namba moja, elewa ya kwamba dhambi ndiyo iliyoleta mauti. Kulingana na Mwanzo 2:17. Mauti ilipata nguvu kwa Adamu kukosea. Mungu anasema kwenye sura hiyo, utakufa. Siku kifanya watu filifo, utakufa, kwenye hiyo Mwanzo 2:17. Hata kwenye Warumi 5:14 na 17. Warumi 5:14-17 inaeleza kwamba makosa ndiyo yanayosababisha mauti iwe na nguvu. Manake kama unaishi maisha ya kukosea, maisha ya dhambi, umejituma kuishi maisha ya dhambi, mauti unaisogeza, unaipa nguvu sana. Namba 2, mauti pamoja na kwamba sio hiari. Kama kuna mtu ana hiari ya kufa, lakini bado kibibilia ina uchaguzi. Kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati 30:15 na 19. Kumbukumbu la Torati 30:15-19. Nisikilize. Kwenye Kumbukumbu la Torati 30:15 na 19 ninasema hivi: pamoja na kwamba mauti inaonekana sio hiari, unaweza kuwa mgeni wa Mungu muda wote bila kuhiari, lakini bado maandiko yanaonyesha unachagua mwenyewe, una uwezo wa kuchagua. Yaani katika maisha usishukumie tu kwamba kifo kinawakuta watu kwa bahati mbaya. Wakati mwingine kifo kinawakuta watu kwa machaguzi yao. Do you understand me? Unanielewa? Machaguzi yako yanaweza yakakusogeza kwenye kifo zaidi. Kwa hiyo usishukumie tu kwamba watu bwana ni mpango wa Mungu. Siku moja kijana mmoja amenipita vibaya sana maeneo ya Kinyamwezi. Anachola nane kwenye lami hivi na pikipiki. Wako na mwenzake wameshika nyama mkononi. Nilipofika hapa mbele, ukipita Buyuni hapa mbele wanaita kwa Singa. Nimekuta maiti ya vijana wale ziko babani. Nyama ile hapo hapo. Wale nyama wakafikiri imechomoka kwenye tumbo la mtu, nikasema hapana. Mimi vijana wamepita sehemu hii, nyama walishika mkononi kwenye mfuko. Sasa hawa wamechagua wenyewe, hawajachagua wenyewe. Na walipita pale huko, nasema Mungu wangu, vijana wanakoenda wanafika. Nikakuta pale walipiga hiyo zigizaga hivyo, kumbe kuna gari inakuja mbele ikawapiga pale. Hiyo nazungumza tu mfano wa ajali hayo ya kipumbavu ya mtu amechagua mwenyewe mauti. Lakini na wewe kwa aina ya maisha unayoishi, unaweza ukaona umechagua wewe mwenyewe mauti mwenyewe. Kwa aina ya maisha yako, mauti kwa ajili yako na mauti kwa ajili ya vitu ulivyonavyo, vikaanza kufa kimoja baada ya kingine kwa chaguzi zako. Ndivyo Kumbukumbu inavyosema. Unaweza kuchagua uzima ama kuchagua nini? Mauti. Hiyo uelewe kuhusu mauti. Jambo la 3, mauti yaweza kuwa kama mtego. Mauti inaweza kuwa kama mtego. Samueli wa 2:22-6. Samueli wa 2:22-6, Zaburi 18:5. Mauti inaweza kuwa kama mtego. Yaani mauti na tabia ya kutega mtego, ukipita hapo unase ufe. Lazima uelewe kuna baadhi ya mambo ni mtego wa kifo chako wewe. 4, mauti inaweza kuwa kama kamba. Zaburi 18:4 na Zaburi 113:3. Zaburi sura 18 mstari wa 4 na 116 mstari wa 3 inahitaja mauti kama kamba. Unajua kazi ya kamba ni nini? Kazi ya kamba ni nini? Kukufunga. Maana kukicheza na mauti inakufunga kama kamba. Huchomoki, umefungwa. Lakini Bwana ametupa mamlaka ya kufungua kamba zote za mauti zinazotaka kukufunga uondoke kabla ya wakati wako, zinazotaka kufunga vitu vyako vife. Mauti inatambuliwa kama kamba. Lakini jambo lingine, hili litakuwa la 5, mauti inaweza kujificha kwenye usingizi. Zaburi 13 mstari wa 3. Kwenye nini? Naambia jirani yako, unapenda usingizi? Unaweza kulala moja kwa moja. Na nyinyi mnalala, umefura kabisa, sura iko kama matuta, au unaenda kulala. Unaweza kupitiliza. Mauti inaweza kujificha kwenye usingizi. Mtu akalala ikaondoka naye moja kwa moja. Kwa hiyo unapoenda kulala,
umoja mambo wewe ujue ama zangu ama zake. Naweza humo kwenye usingizi nikasinzia moja kwa moja. Uwe na adabu. Mwambie mwenzako uwe na adabu. Hao ndio wale tusha wanasema hivi. Maana kuna mwingine analeta ujeuri wakati anaenda kulala. Hataki hata mtu mke na nini utaniambia nini ondoka labda. Hakuna geukia wakati unajua unaenda kulala. Unaweza kupitiliza. Mwambie mwenzako tumalizane huu usingizi si uwele wake. Usije ukalichukuliza moja kwa na sio uongo, kwani kuna watu hawajalala wakaondoka moja kwa moja. Na haya ni maandiko nimekupa. 6, mauti ina malango yake. Zaburi 9:13 nakupa maandiko. Zaburi 9:13, Ayubu 38:17 na Zaburi 107:18. Narudia, Zaburi 9:13, Ayubu 38:17, Zaburi 107:18. Mauti ina malango yake. Sasa hata nilipofanua hapo, kuna watu ambao wanasema lango moja la mauti liko Sinza. Huo ni uongo. Tunaposema ina malango yake, maana yake ina maeneo inayopitia. Inaweza kutumia mlango fulani. Inaweza kutumia mlango fulani. Sio kama unanielewa. Ndio maana yake. Sio malango yake, lango moja liko Chanika. Wengine wanasema tutaka nisheme malango leo. Lango la kwanza liko Kimazichana. Simina sipiti njia ya huko napita huko. Maana nimeshajua liko Kimazichana. Lango la pili liko Buyuni. Nitakatisha hata Yongwe. Bora nilikwepe lango hili. Niende kwingine lango lingine liko Kisarawe na siendi. Kwa sababu nimeshaambiwa malango yako sina mama. Naposema mauti ina malango yake, nina maana ya kwamba maeneo ambayo mauti inaweza kutumia kuingia. Sio kama unaeleweka. Wewe muulize hata mtu kama amepata shida fulani, unaweza kumuuliza hii shida ilianza lini? Unaona kuna mwanya fulani ndio ulitoa fursa kwa shida ile kuingia. Mauti ina malango yake. Lakini kitu kingine ninataka kuzungumza kuhusu maandiko. Haya maandiko nimeshakupa. Yako maeneo ambayo mauti ni kama kwao. Zaburi 23:3 inaitwa bonde la nini? La mauti. Yako maeneo ambayo mauti ni kama kwao. Hii nakupa experience. Kuna siku nilienda kumwangalia mzee mgeni pale hospitali. Nilipotoka ilikuwa ni mzee mgeni nadhani. Nilipotoka nilimsindikiza mtu alikuwa anapanda basi hapa saa 8 saa 9. Nikaona baada ya kurudi nitachoka niunge moja kwa moja. Nilipounga moja kwa moja nikaenda Muhimbili nikapaki karibu ya mochwani. Nitaka kuondoka na mimi mochwani. Sasa nikaangalia nikasema kuna sababu kubwa sana ya kuombea hospitali zetu. Na niamini mimi kuna watu wengine kama wasingeenda hospitali wasingelikufa. Tunasema nafundisha nini? Na kueleza mimi kuna wengine ugonjwa uliongezeka baada ya kwenda wapi? Kwa nini uongo? Yako maeneo ambayo roho ya mauti inafanya kazi kwa nguvu zaidi. Yaani adui anaona hapa ndio wanapoondokeaga hapa. Sasa anafanya kazi kwa nguvu. Ni sawa na mpira. Kama ukitaka mtu uchukiwe na mashabiki wako, ni cheza kijinga eneo la hatari. Uwe unashambulia kufunga, uwe unazuia. Yaani pale ukiweza kupiga hata mkono, toa ukijipiga mwenyewe jipige. Huwa saa zingine heka zilizopo pale ndio maana unaweza kuona mtu kajifunga yeye mwenyewe. Kwa sababu huwa ni kihelehele, ni eneo danger zone. Yako maeneo ambayo ni kama bonde la nini? La mauti. Ni kama kwao. Ninakwambia nilipata aina nyingine ya maombi siku ile. Unajua mimi sio mwoga. Kama ungeruhusu kulala makaburini mimi ningelala. Usije kafikiri unaongea na mtu mwoga. Nikikwambia nilicho experience nina maana.
nilielewa kabisa kwamba mazingira haya roho ya mauti inatembea sana kwenye eneo hili. Kwa sababu najua wakala wa kufa, miongoni mwa wakala wa kufa ni ugonjwa. Ukiona unaumwa tu maana yake ujue hapa nataka kuwa mgeni wa Mungu. Sasa hapo mahali penye kuumwa kwingi, mauti anakaa mbali. Anakaa mbali. Hakai mbali. Kwa hiyo kuna maeneo ya kiganga. Kwa wale wanaishi na ndugu washirikina waganga, ni maeneo ya roho ya mauti. Hata makaburini ni maeneo ambayo ni kama mauti inafanya inatembea. Usishangae unaenda kuzika, mtu mwingine analia hivi. Anaona kama mimi nakufa kesho. Tena anaanza kufa tu. Anaenda utakuta watu wamekuwa wanaimba hata sauti ambayo hata wimbo ambao ibaka wanarudia nyuma hivyo. Akiangalia kaburi moja mbili tatu, anajua na mimi naondoka. Na wale wengine siku hizi wa misiba ya wateule imekuwa ya wakorofi. Tena kama Assemblies of God ndio wanaongoza kwa ukorofi. Wanatangaza kabisa kwamba hapa hatujaandaa watu wa kudaka wanaoanguka. Kwa hiyo kama unaanguka kivyako vyako. Sasa unaweza kuona ni ujeuri, sio ujeuri. Mpige makofi kwa ajili ya mbinu hiyo. Kama ungeweka ujeuri huo, mwingine anafanya hivi. Kuna mchungaji mmoja amefariki sasa, lakini amekaa miaka zaidi ya 30 kabla ya kufariki. Alipokuwa hospitali alinishuhudia, ameumwa. Sauti ikamwambia, hapo jirushe, tukifanya kitatu unakufa. Akataka anasema nilikuwa naona kama nikirudisha hivi, malaika watanipokea hivi. Kumbe hawapo hapo, utajigongesha kichwa tu. Sauti nyingine ikamwambia, usikubali. Alinishuhudia, anasema ningetii, siku ile ningeondoka. Kwa hiyo watu wengine wanasema mama ukimwachia anasema cha. Hapo kazi yetu ni kumpangua kwamba huyu amekufa, wewe bado unatakiwa kuishi ili asisogelee kwenye mauti, eneo la mauti. Kama ufanye hivyo, kuna maeneo mengine yako hivyo, maeneo ya safari yanatakiwa kuombea. Mnasafisha msiba kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, hamjasikia gari la maiti na wenyewe limegonga gari nyingine. Hamjasikia wale kwa naenda kuzika na wenyewe wamefanya. Sasa wako wengine ambao unafikiria ashangele naenda kuzika. Mimi nakwambia nikienda kuzika huwa nateka attention kubwa sana, kwa sababu najua hapa tuko danger zone. Sina mchezo. Hata juzi nirudi na gari la msiba, nilikuwa niko kwa dereva namna hii na muangalia. Kwa sababu unajiuliza wewe mwenzetu yule ameenda wapi? Sasa kuna watu wengine wakati mwingine kesi tunacheka maeneo ya hatari ya tofauti, tunacheka. Maeneo mengine tuombee. Tuombee hospitali zetu. Wanaoenda warudi, sio wengine lazima wafe. Wengine wanatumiwa tu daktari itakaa fanya hivi, baada ya kufanya hivi anafanya hivi anaondoka. Mtu yule angekuwa nyumbani asingefanya nini? Asingeondoka. Mwingine ameenda pale amepata huzuni tu. Baada ya kupata huzuni ile imepiga moyo, imeongezea matatizo. Na kama unanibishia, siku uliwahi kwenda hospitali umejikakamua, walipokuambia la ungechelewa hali ingekuwa mbaya. Hapo kaanza ulijitembelea mwenyewe, sasa umeshapewa taarifa ile inaongezea huko eneo baya na kwa yako maeneo yanataka uchangamke, ni kama bonde la nini la mauti. Lakini pia hiyo ilikuwa namba 6. Namba 6. 7 hiyo. 8. 7. 8. Ilikuwa 7. Tunaenda 8, si ndio? Haya yoyote utakayechagua sawa. Na tazwi 20 hazina wewe. Mauti huachilia hofu. Zaburi ya 55 mstari wa 4. Mauti na kawaida ya kuachilia hofu. Ukishaona ni mtu anayetanda na hofu, kila wakati tunaogopa, ni mtu wa kuogopa. Maana nywele zimesimama, nani alikwambia nywele zina miguu? Ni mwoga. Ukishituliwa lakini wewe niache kwanza nitulie kidogo. Unahitaji maombi. Hofu ni agent wa mauti. Kwa mujibu wa Zaburi
sura 5 mstari wa 4. Lakini nyingine, mauti ina mawakala wake. Na hii nimeshazungumza. Mawakala kama vile hasira. Mithali 16 mstari wa 14. Hasira ni miongoni mwa mawakala. Mawakala wengine ni ugonjwa, ni mawakala wake. Mauti inaweza kutumia wakala mwingine anaitwa ulimi. Umeona? Mwambie mwenzako hata ulimi wewe unaweza kuwa wakala wa mauti. Mimi wacha nife tu, utakufa kweli. Leo mimi nisipoua mtu, shanga mtu kweli ameua. Lakini wakala umetumika nini? Ulimi. Utaniambia nini kile? Wapi panasema hivyo? Mithali 18 mstari wa 21 inasema mauti na uzima viko kwenye nini? Viko kwenye nini? Ulimi. Kwa kuna wakati jitabirie uzima, jitabirie mema. Usiseme tu na waacha wanangu. Umekaa kuandika hosia. Mauti na mawakala wake. Lakini jambo la mwisho kuhusu nguvu ya mauti. Mauti ndiye adui mkubwa wa mwisho wa mwanadamu. Ndiye adui mkubwa wa mwisho. Kila mtu anakufa. Zaburi 89 mstari wa 48 inazungumza hivyo. Zaburi 89 mstari wa 48 inaeleza juu ya mauti. Yeremia 9 mstari wa 21 inasema amepandia madirishani. Mauti huyu. Wakorintho wa kwanza 15:26-28 ili andika muhimu sana. Huyu ndiye adui wa mwisho. Wakorintho wa kwanza 15:26-28. Huyu ndiye adui wa mwisho. Mauti ndiye adui mkubwa wa mwisho wa wanadamu pamoja na ubabe wake wote. Lakini hana ubabe kwenye mauti. Wote waliowahi kutikisa dunia hii na mapesa yao, mabilioni yao na viburi vyao, hata waliowahi kubadilisha sura, akitaka wewe sura hii anabadilisha, wanaotikisa hata katika nchi yetu, mbabe wao wote ni mauti. Lakini ninapomaliza natangaza leo, Yesu peke yake ndiye ana nguvu juu ya mauti. Huyu Yesu tuliyemwamini ana nguvu juu ya mauti. Mimi sijui mauti kwako iko kwenye eneo gani. Huenda taarifa za madaktari zinatishia usalama wako. Huenda kuna vitu vinakufa, si wewe tu, baadhi ya vitu vinakufa kwenye maisha yako. Yesu peke yake anayo nguvu juu ya mauti. Mauti kwenye mwili wako, mauti kwenye vitu vyako, mauti kwenye mali yako. Hakuna kitakachokufa kama Yesu yupo. Na natamani nitambulishe kweli karibu 4 za Yesu kama mwenye uwezo juu ya mauti. Kweli ya kwanza ni kauli zake. Kweli ya kwanza ni nini wapendwa? Kauli zake. Kauli za Yesu, alikejeli mauti. Yesu alizarau mauti kwa kauli zake. Kitu kinachotisha kila mtu, kitu kinachoogofya kila mtu, Yesu tunayemwamini, kauli zake ameishusha mauti chini. Ngoja nikuambie baadhi ya kauli zake na uzinoti. Kauli ya kwanza ndio hii anayesema katika Injili ya Yohana 10 anayesema katika Injili ya Yohana 11 mstari wa 26. Anasema huwezi kufa kabisa. Mwambie jirani yako, mimi siwezi kufa kabisa. Haya maneno yana maana sana. Anasema yeye aniaminie mimi hata kufa kabisa. Nataka nikwambie, hata kama watu wanakuona umekufa na vitu vyako vimekufa, haufi kabisa kwa Yesu. Unajua maana ya kufa kabisa? Unajua maana ya kufa kabisa? Kufa kabisa ni kutoweka kabisa, usiwepo. Sawa? Kufa kabisa ni kutokuwa haupo kabisa. Yesu anakataa. Anayemwamini yeye hata kufa kabisa. Msifikiri nafundisha fundisho la kutokwenda kaburini, kutokuzikwa.
Sisi maisha yetu ni zaidi ya kwenda kaburini. Kumbukumbu letu haliishi kwa kuwa tumeenda wapi? Kaburini. Kauli nyingine, hii kauli za kubeza hizi. Kauli nyingine iko kwenye mstari wa 25. Anasema japo amekufa anaishi. Yaani unajua japo amekufa anaishi maana yake nini? Watu wanaweza kuona kama umekufa lakini unaishi sehemu fulani hivi. Jamani amina. Mwambie jirani yako nitachomoka sasa hivi. Mwambie wewe nione kama nimekufa. Unaona alipo kama nimekufa hivi. Lakini uhai upo. Kuna aina ya uhai Yesu ameuhifadhi kwako ambao watu wanaweza kuwa hawaoni kwa macho yao ya nyama. Kwa macho yao ya nyama wanaona umeisha. Kwa macho yao ya nyama wanaweza kuona uendelei, lakini unaishi. Una maisha. Lazaro walikuwa wanamuona kaburini, amenuka, hawezi, ameshakufa lakini alikuwa yupo. Unamwona Yesu anaita. Yesu sanamuita. Wao wanamuona amekufa lakini yeye anamwona kama rafiki yake yuko chumba cha pili hivi. Ziko nyakati katika maisha ziko hivyo hivyo. Watu watakuona kama umefanya nini? Umekufa. Ziko nyakati hivyo. Mwambie jirani yako nimekufa kwenye macho yako lakini kuna mahali nipo. Sasa ukitokeza ndio wanashangaa. Kumbe huyu bado yupo. Mungu hawezi kukupoteza kabisa wewe. Nasema hawezi kukupoteza kabisa wewe. Hawezi kukupoteza kabisa wewe. Uhai wa mtu wa Mungu ni wa ajabu. Mimi ninavyoangalia kuna watu wengine nilikuwa nafikiri wamekufa. Lakini kumbe wapo. Mwambie jirani yako nipo. Mwambie basi kama Danieli alivyomwambia mfalme bado sijafa nipo. Nyinyi wenyewe nashangaa ndio huyu. Lakini kuna mahali ulionyesha mauti. Kwenye maisha yako ya kiroho ulionyesha mauti. Leo unakuona bado upo. Mwambie jirani yako si ni wewe. Unajua kwa nini? Iko mbegu ya uzima ya Yesu iko ndani yako. Iko mbegu ya uzima ya Yesu iko ndani yako. Iko mbegu ya uzima ya Yesu iko ndani yako. Iko mbegu ya uzima ya Yesu iko ndani yako. Hata watu wanaanza kuona ufu nje. Kumbe iko ndani, imehifadhi uhai wako. Lakini kauli nyingine ya Yesu, nazungumza kauli za Yesu. Kauli nyingine anayozungumza Yesu ya kudharau kifo. Anasema kwenye sura ya 6 mstari wa 40, sura ya 6 mstari wa 40 na 44, anasema nitamfufua. Nitamfufua. Hamuna nabii amewahi kusema hivyo, kuhani amewahi kusema hivyo, mfalme amewahi kusema hivyo. Anasema anayeniamini mimi nitamfufua. Unajua kawaida mtu akiwa amekufa tunasema basi. Tunasema nini? Basi. Mtu akishakuwa amekufa tunasema watu wote huyu basi. Lakini Yesu anasema nitamfufua. Mwambie jirani yako Yesu atanifufua. Tena mwambie sifufuki kama mzukule. Na ufufuka yule original. Nyinyi mnaona haya maneno madogo, kama ni makubwa mpigie Yesu makofi. Mwambie sio kesho leo. Unajua huyu mama alisemaje? Huyu mama alisema anajua Yesu atamfufua Lazaro siku gani? Yesu akasema ni siku ya mwisho. Mwambie mjirani yako sio siku nyingine, ni leo. Hizi ni kauli za Yesu, anabeta juu ya mauti. Lakini kauli nyingine iko kwenye Yohana 10:17. 10:17. Anasema na utoa uhai wangu na uchukue tena. Kuna mtu aliwahi kutoa uhai na uchukue tena. Na utoa uhai na uchukue tena. Kutoa uhai ni mauti, si ndio? Yeye anafanya nini? Anachukua tena. Alifanya kufanya. Alifanya. Iko kwenye sura 10 mstari wa 17. Sura 10 mstari wa 17. Na inashabikiwa na Mathayo 27 mstari wa 63. Mathayo 27:63 anasema Bwana alisema atafufuka. Hizo ni kauli za Yesu. Namba 2. Kwa nini tunasema Yesu pekee ndiye ana nguvu juu ya mauti?
aliendea mauti kwa kifo chake cha msalaba na akashinda. Sio kuongea tu, aliendea mauti kabisa. Akasema ili mjue kwamba mauti mnayogopa haina kitu. Mimi naendea kwenye kifo. Niueni. Wakamuua kweli. Akasema sasa subiri muone siku ya tatu. Aliendea mauti kwa kifo chake msalabani akashinda. Rumi 6:9 na Ufunuo 1:18. Rumi 6:9, Ufunuo 1:18. Anasema nilikuwa nimekufa, sasa ni hai. Huyo ndio Yesu wetu. Maneno haya hayana nabii, hayana kuhani, hayana mfalme. Jambo lingine linalodhihirisha Yesu mamlaka yake juu ya kifo na jinsi na kwamba peke yake ana nguvu juu ya mauti. Alifufua za aina tatu tofauti. Yesu akifufua maiti tatu za aina tofauti katika maisha yake. Alifufua maiti tatu tofauti. Maiti ya kwanza iko Marko 5:41. Mtu aliyekufa muda sio mrefu. Akamkanyua. Unamwambia amekufa, usimsumbue mwalimu. Yesu anasema wewe jipe moyo tu. Wao wanaona amekufa akisubiri. Marko 5:41. Akamwambia kijana inuka. Mtu aliyekufa dakika chache zilizopita. Akafufua maiti nyingine kwenye Luka sura ya 7:14 inaenda kuzikwa. Hili inaenda kuzikwa. Wamebeba kwenye jeneza, akasimamisha msafara wa kwenda makaburini. Akaifufua ile mauti ya mtoto aliyekuwa amependwa sana na mamake, alikuwa huyo mmoja. Luka 7:14. Akamfufua Yohana maiti ya tatu ya mtu ambaye amelala siku 4 kaburini. Ameoza, ameshazikwa kwenye sura ya 11. Hii inaonyesha nguvu yake juu ya mauti. Lakini nguvu yake ya mwisho, kwa nini tutasema Yesu pekee ndiye ana nguvu juu ya mauti? Iko siku atakomesha kabisa huyu adui anayeitwa mauti. Na amempania kweli kumaliza huyu adui. Na maandiko yanasema hivyo katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 15:25 hadi 26. Anasema huyu adui lazima akumutwe. Huyu adui lazima akumutwe. Unaona? Ufunuo 21:4 ina maandiko yanatuambia hakuna mauti. Yaani kuna wakati atakomesha mauti Yesu. Kwa mujibu wa Wakorintho 15:25 hadi 26, mauti haitakuja kuwepo. Hakuta kuwepo kufa. Huyu jamaa anaitwa kufa huyu. Kitu kilikuwepo kinaondoka. Atakomeshwa kabisa na Bwana wetu Yesu mwenyewe katika kitabu cha Wakorintho sura ya 15 mstari wa 25 hadi 26. Na Ufunuo 21:4 anathibitisha kwamba huko hakuna wala mauti wala kilio, haitakuweko huko. Naomba simama mbele za Bwana muda huu. Simama mbele za Bwana muda huu. Muda huu naomba uchungaji kwa ajili ya muda. Njoni hapa mbele. Nataka niombe kwa ajili ya mambo mawili tu, lakini yanayopambana na roho ya mauti. Wewe unaona roho ya mauti inasumbua, inafuatilia familia yako, iwe ni wewe, iwe ndugu zako, wawe hapa, wawe mkoani, njoo hapa. Kazi yangu leo ni kukomesha roho ya mauti kupitia jina la Yesu Kristo mwenye nguvu juu ya mauti. Njoo hapa haraka sana. Wewe unaona kuna roho ya mauti inatembea kwenye familia yako. Kuna roho ya mauti inatembea kwenye nyumba yako. Kuna roho ya mauti inatembea kote. Njoo hapa. Njoo hapa, tutakwenda kuomba. Lakini wewe ambaye unaona kuna vitu vinakufa, sio watu, lakini katika maisha yako kuna vitu vinaendelea kufa tu. Kila ukikianzisha hiki kufa.